Urusi imetangaza kuwa itaendelea kuisaidia Cuba kwa misaada ya kibinadamu, hususan mafuta, wakati taifa hilo likikabiliwa na hali mbaya ya nishati inayosababishwa na kuimarishwa kwa vikwazo vya Marekani. Tamko hilo limetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, likiashiria dhamira ya Moscow kuendelea kushirikiana na Havana licha ya shinikizo kutoka Washington. Hatua hiyo imeibua mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa siasa za kimataifa, hasa katika muktadha wa ushindani wa nguvu kati ya mataifa makubwa duniani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Urusi ilisafirisha takriban tani 100,000 za mafuta ghafi kwenda Cuba mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu, hatua iliyolenga kupunguza uhaba mkubwa wa nishati uliokuwa umeanza kuathiri sekta mbalimbali nchini humo. Waziri wa nishati wa Urusi, Sergei Skripal, ameeleza kuwa msaada huo hautakuwa wa mara moja, bali ni sehemu ya mpango unaoendelea, huku sehemu nyingine ya mafuta ikitajwa kuwa njiani kuelekea Cuba. Msemaji Zakharova alisisitiza kwa msimamo usioyumba, huku akisema kuwa, na hapa namnukuu, Urusi itaendelea kutoa msaada wa kibinadamu kwa marafiki zake wa Cuba katika kipindi hiki kigumu, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo inaonyesha wazi kuwa msaada huo una lengo la kibinadamu, lakini pia una uzito wa kisiasa. Kwa miezi kadhaa sasa, Cuba imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa katika sekta ya nishati. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa taifa hilo limekumbwa na kukatika kwa umeme mara kwa mara katika maeneo mengi, kupungua kwa uzalishaji wa nishati kutokana na uhaba wa mafuta, kusimama au kupungua kwa shughuli za viwanda, lakini pamoja na changamoto katika sekta ya afya, elimu na usafiri. Sababu kuu ya hali hii ni kupungua kwa usafirishaji wa mafuta kutoka Venezuela, ambayo hapo awali ilikuwa chanzo kikuu cha nishati kwa Cuba. Mabadiliko hayo yanahusishwa na shinikizo la kiuchumi na kisiasa kutoka Marekani dhidi ya washirika wa Cuba. Kwa mujibu wa viongozi wa Cuba, nchi hiyo hutegemea uagizaji wa nje kwa asilimia 40 hadi 60 ya mahitaji yake ya mafuta kila mwaka, jambo linaloifanya iwe katika hatari kubwa wakati wa usambazaji unapokatika. Mgogoro wa nishati umeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa Cuba. Sekta nyingi zimeathirika, ikiwa ni pamoja na sekta ya afya. Katika sekta ya afya, hospitali zimekumbwa na changamoto za upatikanaji wa umeme wa uhakika, hali inayoweza kuathiri huduma muhimu kama upasuaji na uhifadhi wa damu. Sekta ya elimu, shule na vyuo vikuu vimekuwa vikikumbwa na usumbufu wa ratiba kutokana na mgao wa umeme. Usafiri, upungufu wa mafuta umeathiri usafiri wa umma na kuongeza gharama kwa wananchi wa kawaida. Maisha ya kawaida ya kila siku, wananchi wengi wamekuwa wakilazimika kuishi kwa ratiba za mgao wa umeme, hali inayoongeza ugumu wa maisha na kupunguza uzalishaji. Serikali ya Marekani imeendelea kuimarisha vikwazo dhidi ya Cuba, hatua inayolenga kushinikiza Havana kufanya mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi. Chini ya uongozi wa Rais Donald Trump, Washington imechukua msimamo mkali zaidi, ikiwa ni pamoja na kuonya mataifa na kampuni zinazoshirikiana na Cuba katika sekta ya mafuta. Hatua hizo zimeathiri moja kwa moja uwezo wa Cuba kupata mafuta kutoka nje na kuchangia hali ya sasa ya mgogoro. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kuwa baadhi ya hatua za Marekani zimekuwa na mgawanyiko, hasa pale ambapo misaada ya kibinadamu inahusishwa kwa sababu za dharura. Pamoja na hali ya mvutano, juhudi za kidiplomasia zinaendelea. Rais wa Cuba, Miguel Diaz-Canel, amethibitisha kuwa mazungumzo kati ya Cuba na Marekani bado yanafanyika. Hata hivyo, amekuwa wazi kuwa Cuba haitakubali masharti yanayohusiana kubadilisha mfumo wake wa kisiasa. Kauli hiyo inaonyesha kuwa mgogoro huu si wa kiuchumi pekee, bali pia unahusisha tofauti za kiitikadi kati ya pande hizo mbili. Kutokana na changamoto zinazoendelea, Cuba imeanza kuwekeza katika vyanzo mbadala vya nishati. Hatua hizo ni pamoja na kuongeza matumizi ya nishati ya jua, kukuza matumizi ya biofuel, kufutia uwekezaji kutoka kwa raia wa Cuba walioko nje ya nchi, pamoja na kutoa nafasi zaidi kwa sekta binafsi kushiriki katika uchumi. Lengo la mikakati hii ni kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka nje, ingawa utegemezi wake unahitaji muda na rasilimali. Uhusiano kati ya Urusi na Cuba una historia ndefu, na msaada sasa unaonekana kuimarisha zaidi ushirikiano huo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona hatua ya Urusi kama sehemu ya mkakati mpana wa kuongeza ushawishi wake katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwa ni pamoja na Amerika
ya Kusini. Kwa upande mwingine, Cuba inanufaika kwa kupata msaada muhimu unaosaidia kupunguza athari za vikwazo vya Marekani. Hatua ya Urusi kusaidia Cuba imevutia hisia tofauti katika jumuiya za kimataifa. Baadhi ya mataifa yanaona hatua hiyo kama msaada wa kibinadamu unaohitajika. Wengine wanaiona kama changamoto kwa sera za Marekani. Wachambuzi wanaitazama kama dalili ya ushindani unaoongezeka kati ya mataifa makubwa. Hali hii inaongeza umuhimu wa Cuba katika siasa za kimataifa licha ya ukubwa wake mdogo wa kiuchumi. Kuendelea kwa msaada wa Urusi kwa Cuba kunaidhinisha mabadiliko ya nguvu katika siasa za kimataifa, huku mvutano kati ya Moscow na Washington ukiendelea kuathiri mataifa mengine. Wakati Cuba ikiendelea kukabiliana na changamoto za nishati na uchumi, mustakabali wa hali hiyo utategemea mchanganyiko wa mambo, ikiwa ni pamoja na ufanisi wa misaada ya kimataifa, mafanikio ya juhudi za kidiplomasia na uwezo wa Cuba kuimarisha vyanzo vyake vya ndani vya nishati. Kwa sasa hali bado ni tete na macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa Havana. Katika hatua nyingine, Seneti ya Marekani imepiga kura ya kukataa jaribio la kuzuia rais wa Marekani Donald Trump kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Cuba bila idhini ya bunge, hatua ambayo imezidisha mvutano wa kisiasa ndani ya Marekani na kuongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu uwezekano wa mgogoro mpya wa kijeshi katika eneo la Karibiani. Kwa karibu kura 51 dhidi ya 47, wabunge wengi wa Republican walipinga azimio lililowasilishwa na Democratic, wakisema halina msingi wa kuwa hakuna vita rasmi vinavyoendelea kati ya Marekani na Cuba. Uamuzi huo sasa unampa Rais Trump nafasi pana zaidi ya kuendelea na sera zake kali dhidi ya Havana, ikiwa ni pamoja na vizuizi vya kiuchumi na uwezekano wa hatua za kijeshi. Azimio hilo lililokuwa likiongozwa na Senator wa Democratic Tim Kaine lililenga kuhakikisha kuwa rais hawezi kuanzisha operesheni yoyote ya kijeshi dhidi ya Cuba bila ridhaa ya bunge la Marekani. Kaine alisema hatua za sasa za serikali ya Trump tayari zimevuka mipaka ya diplomasia na kuingia katika eneo la mgogoro wa kibinadamu. Alisema, na hapa namnukuu, hatua hizi zimeathiri moja kwa moja maisha ya wananchi wa Cuba. Hii si tena shinikizo la kisiasa tu. Hii ni hali inayofanana na vita vya kiuchumi. Mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa Kaine, Cuba inakabiliwa na upungufu mkubwa wa mafuta, kukatika kwa huduma za afya, uhaba wa chakula na maji safi, lakini kuanguka kwa mfumo wa nishati nchini. Republicani walipinga azimio hilo kwa hoja kwamba Marekani haiko vitani na Cuba. Hivyo hakuna sababu ya kisheria kumzuia Trump kutumia mamlaka yake ya kiutendaji. Mmoja wa bunge hao alisema, na hapa namnukuu, tuna sera ya usalama wa taifa. Rais ana haki ya kulinda maslahi ya Marekani bila kuingiliwa na mbunge katika kila hatua. Mwisho wa kunukuu. Kwa kura hiyo, azimio litatangazwa kuwa halifai kujadiliwa zaidi na hivyo litafungwa rasmi. Tangu mwanzo wa mwaka, Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza sera yake ya peace through threats, akiweka Cuba kama mojawapo ya malengo makuu ya sera yake ya kigeni. Hatua zilizochukuliwa hadi sasa ni pamoja na kuweka blockade ya mafuta dhidi ya Cuba, kushikilia vikwazo vya nchi zinazouza nishati kwa Havana, kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya serikali ya Cuba, lakini pia kauli zinazoashiria uwezekano wa mabadiliko ya utawala, yani regime change. Trump ameripotiwa akisema, Cuba itapata mwanzo mpya na kama itahitajika tutamaliza kile tulichoanza mahali pengine. Kauli hiyo imechukuliwa na wachambuzi kama ishara ya wazi ya uwekezaji wa hatua za kijeshi. Wakati mijadala yakiendelea Washington, hali ya Cuba imeendelea kuzorota. Ripoti zinaonyesha miji mingi inakabiliwa na blackout za muda mrefu, usafiri wa mafuta umepungua kwa kasi, bei za chakula zimepanda kwa kasi, lakini pia hospitali zinakosa huduma muhimu. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez amelaani Marekani kwa kile alichokiita mashambulizi ya kimkakati ya kiuchumi yanayolenga kuangusha taifa letu. Serikali ya Havana inasisitiza kuwa vikwazo hivi vimezidi kuwa adhabu kwa wananchi wa kawaida badala ya viongozi wa kisiasa. Katika mabadiliko ya kimataifa, Urusi
imeendelea kuonyesha uungwaji mkono wa Cuba. Mwishoni mwa Machi, meli ya Urusi ilifikisha takriban tani 100,000 za mafuta nchini Cuba, hatua iliyosaidia kupunguza kwa muda mrefu mgogoro wa mafuta. Moscow imesema itaendelea kuiunga mkono Havana licha shinikizo la Marekani. Hatua hiyo imeongeza hofu kwa wachambuzi kwa mgogoro wa Cuba unaweza kugeuza kuwa mgongano wa mataifa makubwa hapa duniani. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa uamuzi wa Seneti unaweza kuwa na athari kubwa zaidi ya kisiasa za ndani za Marekani. Athari zinazoweza kutokea ni pamoja na kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Urusi, uwezekano wa migogoro mipya ya kikanda, kushuka kwa usalama wa bahari ya Karibiani na kuibuka kwa mgogoro wa kidiplomasia duniani. Mchambuzi mmoja wa Washington alisema, na hapa namnukuu, "Tunaingia katika kipindi ambapo mikakati kati ya diplomasia na nguvu za kijeshi inafifia." Uamuzi wa Seneti ya Marekani haujaondoa tu mjadala wa kisheria, bali umefungua ukurasa mpya wa sintofahamu kuhusu mustakabali wa Cuba na sera za Marekani. Wakati Cuba ikiendelea kukabiliana na changamoto za kibinadamu, Washington inagawanyika kisiasa. Swali kubwa linabaki wazi. Je, dunia inaelekea kwenye suluhisho la kidiplomasia au kwenye mzozo mpya wa kijeshi Karibiani? Kwa sasa jibu halijajulikana, lakini ishara zote zinaonyesha kuwa mvutano huu bado uko katika hatua ya mwanzo zaidi.